Karibu sana ikiwa ndo kwanza unitazama, hii hapa ni Tanganyika TV. Naitwa DJ Pindo, niko na wewe kwa siku ya leo ikiwa ni Jumamosi. Tuko maeneo ya Katogota. Nikwambie tu kwamba mtu ambaye anasimamia mpango mzima wa matangazo pia na upande wa cameraman ni Charles Abema. Na hii hapa ambayo unitazama ni Tanganyika TV. Tumekuja kumpokea mheshimiwa honorable mzee wa Mafishe Blanche Claude Misare, na tupo na pembeni tu ya daraja. Tukivuka hapa tunaelekea maeneo ya juu. Yuko anakuja, yuko njiani. So sisi hapa ni kwa ajili ya kumpokea. Watu wako hapa, magari yanakuja kama unavyoona, na wengine wapo wametangulia, wengine pia wanakuja. Kwa hiyo sisi tumsubirie tu mheshimiwa aje kwa ajili ya kuweza kumpokea. Kama unavyoona hapa mbele yangu niko na kina mama. Wakina mama ni wengi na mwanamke mmoja. Tunamwandalia tumkaribishe na tupokee amani ambayo ametuletea sisi mama wa Uvira. Unaona kwamba mheshimiwa ataweza kutatua matatizo ya kina mama wa Uvira? Ndio. Ndio maana tunakuja tumpatie malalamiko yetu na kuondoa magumu yenye tuko nayo Uvira. Sisi tunaomba amani. Asante sana kwenu. Merci. Tuko maeneo ya Katogota ambako tumekuja kumpokea mheshimiwa honorable Misare. Na hapa ndiko na direkabe wake wa hapa Uvira. Ndio, mimi naitwa kwa jina ya Pascal Masasi ambaye ni directeur de cabinet ya honorable Claude Misare pa Uvira. Tunaona mheshimiwa yuko njiani anakuja. Na kama wakaji wa Uvira wategemee nini kutoka kwa mheshimiwa ambaye anakuja? Kabisa, kwa najua honorable Misare ni tegemeo la Uvira, na lazima wanategemea message nzuri ambayo ameleta kutoka Kinshasa kwa kuonesha hivi wako kwa vacances parlementaire. Hizo wako vacances parlementaire, kama yeye mwanabunge lazima arudie apane ripoti ya kazi ambayo anaenda fanya. Juni wakati wamepewa wapokee pana ripoti, na yeye kama mwanabunge na yeye kama anajua kazi amefanya lazima arudie Uvira na aseme Uvira umenituma hiki, nimefanya hivi na nimefikia hapa. Na ukizingatia yote ambayo anakuwa ameyafanya na wanabunge ambao tulikuwa tunawajua wanakuja na kupotea, kuna imani gani kutoka kwake? Imani ipo kwa sababu kuna vitu ashafanya na vishaonekana, kwa sababu ameshatetea Mafishe Blanche vimeshakataliwa, na kuna mengine ambayo anapanga kwa ajili ya security, na mengine ambayo ataambia watu namna anafikia wapi, na kuambia watu namna gisa anaendelea kwa ajili ya kazi. Na baada ya kuwa amewasili, mipango iko vipi? Atafika hapa, ataishia wapi na inakuwa kwaje? Mpango ni hivi, tunampokea hapa Katogota, kitoka Kinshasa tunaenda tunafika Sange, tunafanya meeting yangu, tunaanzia Lufungi, tunaenda Luberizi, tunaenda Sange, Kiliba, Uvira, tunafanya meeting kwa Avenue Kale pa Mlongwe, kwa kuambia watu kabisa gisi siasa gisi inaendeka, particularly nawaambia gisi Uvira, mpango wa Uvira unaendelea namna gani. Asante sana mheshimiwa. Asante. Safari ambayo unaona sasa hivi ndugu ambao unatazama TV ni kwamba mheshimiwa Misare ndo anawasili, na huu ni msafara wake ambao unampeleka. Watu wamejaa, watu ni wengi, magari pia ni mengi sana kama unavyoona hivyo. Ndio jinsi anawasili kutokea Kinshasa, na anakuja kwa ajili tu ya kuwapa watu shukrani zake na pia kwa likizo ya kibunge. Hilo swala liko wazi, linaeleweka. Endelea kufuatilia tu, mambo ni mengi sana, utapata kila kitu kutoka Tanganyika TV. Mambo ni moto, kama unavyoona mambo ni moto sana, sio mambo ya kitoto, ni mambo makubwa. Mambo makubwa yanafanyika siku ya leo ikiwa ni Jumamosi. Mambo ni mengi yanafanyika siku ya Jumamosi ya leo. Tanganyika TV iko na wewe na uko na DJP Ivan. Harakati zipo za kutosha, harakati zipo nyingi sana za kutosha, na mambo yanakuwa yanaendelea mengi sana jinsi unavyokuwa unaitazama. Msafara wa mheshimiwa ndio huo uko unaelekea, uko unaenda pande zote, huku watu wakiwa wanawasili. Wengi washatangulia mbele, wengine wako nyuma, na wote tunakuwa tuko pamoja kwa ajili ya kumake sure kwamba huu msafara unakuwa msafara wa kipekee, msafara wa aina yake. Magari ni mengi ya kutosha, magari yako kila kona, mengi ya kutosha, na watu pia ni wengi sana. Ndugu ambao wanatazama TV ni kwamba mheshimiwa yuko kwenye gari, yupo kwenye gari kama unavyoona, kama pili kule. Yupo kwenye gari na ndo anawasili. Jambo mheshimiwa. Habari gani ndugu? Salamu sana. Habari zako?
Poa kabisa. Wananchi ni wengi sana wanakusubiri kuanzia Katogota mpaka kufika Uvira. Kuna nini kipya? Unajua sisi kama wanabunge tunakuwa na devoir à chaque fois tunamaliza session kuja ku vacances parlementaire, kuja kuzungumza na raia, kuja kuangalia kipi kinaendelea katika mwingine ambayo kuchagua. Na ile ndio inatuma unaona changamoto, watu wako wengi hapa walikuja kutusikia wajue nini ambayo tulifanya kwa hii session budgetaire na nini ambayo wanatuwekea wao kama raia magumu watupatie nayo ili tuweze kurudia tena nayo huko kwenye Kinshasa. Tunazoea kuona wabunge wengi wakipata likizo hivi wanaenda Maulaya kula bata. Kwako likoje? Mbo mimi uelewe tu hivyo. Wanabunge ni wengi lakini mimi nilichaguliwa na raia, niko na devoir ya kuweza kuservire raia ambayo nilichagua na siwezi kuservire raia bila kujua magumu yao. Ndio maana nilikuya nizungumze nao, niwaambie gisi siasa natembea Kinshasa na niwasikie nao waniambie magumu ili niweze kuiweka kwenye raporo yangu ya vacances parlementaire na kwenda kutafuta suluhisho huko Kinshasa. Karibu sana Uvira kwetu, watu wanakupenda na wanakusubiri kwa hamu kubwa. Asante ndugu yangu. Ila kitu cha mwisho, baada ya fiche blanche kuna kingine kipi ambacho utafanya ili kiweze kuisha? Kuna mambo mingi ambayo tutafanya. Sasa hivi natoka ni Kabare. Kisha Kinshasa nimefanya siku 3 Kabare. Tulikuwa na magrupu arme yote ya Sud Kivu, tulikuwa tunaongea kuangalia namna gani tunaweza kuleta mchango wetu ili usalama uweze kurudia mu province yetu ya Sud Kivu. Raia wanalia sana juu ya CPGL. Tunapiganisha. Hiyo ni vita ambayo tulianza. Vita haiyaisha. Mimi najua kama tutafika kwenye lengo letu msiku zenye zinakuja huko. Asante sana. Merci. Kama unavyoshuhudia msafara, mheshimiwa ndio yupo anakuja kwa mguu. Ni kwamba anatembea kwa mguu kutoka daraja mpaka hivi tuko maeneo ya Katogota, tutaingia mpaka katikati akiwa kwa mguu. Ni ishara kuonesha kwamba ni mtu wa watu, ni mtu ambaye anafanya majukumu yake kwa ajili ya raia wake wa Uvira. Ni kitu ambacho ni kigumu sana kukiona na pia ni kigumu sana kuamini kwa sababu ameacha magari yakitembea na yeye huku anapiga kwa mguu. Na maanisha anatembea kwa mguu. Mheshimiwa yupo kwa mguu na kuwapa support watu wake. Anapungia mkono raia wote ambao wamekuja kumpokea. Leo mambo ni makubwa sana, na mambo ni makubwa na mambo ni mengi tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanaweza kutegemea. Leo mambo ni makubwa sana, mambo ni mengi, mambo ni makubwa ambayo hukuwahi kutegemea. Ndugu ambao tunasema Tanganyika TV, baada ya kutoka Katogota sasa hivi tuko maeneo ya Ruvungi. Hapa ni Ruvungi ambako mheshimiwa tuko naye yuko anakuja. Kama unavyoona msafara jinsi ulivyo mkubwa, watu jinsi walivyokuwa wamejaa kwenye magari, na ukiona magari jinsi yalivyokuwa mengi ni kwamba mheshimiwa yupo katikati tu ya magari anakuja. Na hapa nisema ambako atafika kwa ajili ya kuweza kutoa hotuba ya kwanza, alafu baada ya hapa tutaingia pia Sange atafanya hotuba nyingine na tunaingia mpaka jijini Uvira ambako ataenda kuwahutubia watu wake wa kule. Kama unavyotazama watu ni wengi wa kutosha, magari ni mengi pia kutosha, na pisha magari kidogo sogesogee. Waweza kusogea uone jinsi watu walivyokuwa wengi na magari jinsi yalivyojaa. Ni kwamba leo hapa mheshimiwa baada ya kutoka Kinshasa hotuba yake ya kwanza ataanzia hapa Ruvungi. Hapa ni Ruvungi. Baada ya kutembea kwa mguu Katogota, Ruvungi pia ameshuka tena na yupo kwa mguu kama unavyoona mheshimiwa.
yupo kwa mguu tena hapa Ruvungi, anatembea kwa mguu ili kuonesha ni kwamba yeye ni mtu wa wananchi na yupo kwa ajili ya wananchi. Mheshimiwa yupo kwa mguu, anatembea kwa mguu tena ili kuonesha ni kiasi gani yeye anavyowajali wananchi wake na kuwapungia mkono. Anapungia mkono raia, anapungia mkono wakazi wa Ruvungi, anapungia mkono wa Kongomani, anapungia mkono watoto wa Uvira, ili kwamba mheshimiwa yupo kwa ajili ya watoto wa Uvira na yupo kwa ajili ya wakazi wa Ruvungi. Maeneo ya Ruvungi hapa. Kama unavyoona anakuambia kwamba hakuna kitu kigumu ambacho kinaweza kushinda mtu anapoamua kufanya jambo. Mheshimiwa Honorable Misare Claude yuko kwa mguu, anatembea kwa mguu huko akiwapungia raia mikono. Hii ni kuonesha kwamba anawajali watoto wa Uvira, anawajali wakazi wa Uvira. Stories zipo nyingi, mambo ni mengi sana hapa. Siku ya leo ni Jumamosi. Hapa tuko Ruvungi. Unavyoona hapa tupo kwenye ofisi ya ENC na mheshimiwa unavyomuona yuko mbele. Nilitaka nipate nafasi ya kuongea na mheshimiwa maneno mawili tu matatu. Samahani. Mheshimiwa, unajisikiaje kufika hapa Ruvungi? Tunashukuru kwanza kisi tunaona watu wanakuja kutupokea. Nawaza kama leo hatakuwa na muda mrefu wa kuongea na population ya Ruvungi. Tunaenda tuko na meeting kubwa Uvira. Kisha ile meeting tutapita mkila maantite mkadri ya vacances parlementaire kuyua magumu gani yenyeko mumungini urge tuiweke muraporo yetu ya vacances parlementaire. Na ndio maana tunashimama hapa kuambia watu kama tungali tarudia kuja kuongea nao tupate muda wa kutosha wa kusikia mashida mbalimbali za mwingine. Asante sana. Merci. Ni kwamba baada ya kufika hapa Ruvungi hatakuwa na muda mwingi wa kukaa, moja kwa moja tutaenda mpaka jijini Uvira ambako atahutubia raia na wakazi wote wa Ruvungi watapata habari, kwa sababu timu itakuja kwa ajili ya kuambia kile ambacho kinafanyika. Hii hapa ni Tanganyika TV ambayo unatazama. Mimi ni DJP chini ya usimamizi wa Charles Abema. Endelea kuwa na mimi, nina mengi ya kukuletea siku ya leo. Leo ni siku ya fiche blanche. Nafikiri kila kitu kitaenda sawa. Usibanduke hapo. Jambo yenu ndugu. Jambo tena. Ya kwanza ninashukuru raia ya Ruvungi. Na washukuru kwa sababu mulijimobilize wengine tangu asubuhi kwa kuchunga honorable wetu Claude Misare. Tujipigie kwanza mikono. Kama tuko hapa leo ni kuambia kama tulikuja ni kuja kuwasikia. Tulikuja ni mukadri ya vacances parlementaire. Kisha miezi mitatu wanabunge wote wanapewa muda wa kushuka kubaze yao kwenda kuona ama kukutanana na raia ambayo iliwachagua. Lengo inakuwa ni moja, kuambia raia kazi ambayo tulifanya ile miezi mitatu na kusikia magumu ama shida mbalimbali za raia. Ile ndio yenye ilituleta. Munajua kama Claude Misare ni depute mwenye anakuwa bega kwa bega na raia, si ndio vile? Wengine sasa hivi hatujawaona, wako wanasemea Ulaya, wengine biko Afrika du Sud, wengine biko nakula matomsoni Kinshasa, si ndio vile? Lakini sisi tulisema hatuna muda ya kupoteza, ilifo twende kubaze tuiwe kubaze kuko shida gani. Na kwa hiyo leo hatuna muda mrefu wa kuongea na watu wa Ruvungi. Leo tunapita, tuko na mitingi kubwa Uvira, tutarudia, tuko na mwezi mzima Uvira. Si hatuko madepite ba kufanya 2 jours anaruka, hapana. Mimi niko na mwezi mzima, nitawapatia siku yenye nitakuja hapa
tuikale, tutatafuta sal, si hapa kuko sale kubwa. Tunaenda kule tuambiane verite, tuambiane maneno. Kama kuko probleme kungambo ya usalama, mtuambie ni wanani wanatatiza usalama hapa kwetu Luvunge. Si ndio vile? Kama ni jeshi ndio inatatiza usalama, mtuambie. Kama ni polisi na trakase raia, mtuambie. Kama ni sijui ni wakuu wa mwingine wanatrakase, mtuambie. Ile yote tutaweka kwenye rapport ya vacances parlementaire, na siku nitakuja tena mtaniuliza, Honorable Claude, tulikupatiaga probleme fulani, solution iko wapi? Si ndio vile bandugu? Munajua kama wakati nilikuwa vacances parlementaire miezi yenyewe ilipita, waliniambia shida mbalimbali. Parimile mashida kulikuwa fiche blanche yenyewe walikuwa wanauzishia waelevu wa 6e. Ile sulimaliza ile mafiche wangali wanaiuza. Kumbe mtufaire confiance na ingine maprobleme zote tutazimaliza. Mimi niliambiaga watu wa Fonel hawataendelea kuiba watu pesa na hawajengi barabara. Kilalo ya Kawizi simalisha ijenga. Barabara Uvira simunaona biko wanaijenga. Na barabara ya Luvunge ifo tupiganishe nayo baijenge. Si ndio vile wandugu? Claude Misare haiko depute wa Sange, wa Luvunge, wa Uvira, wa Makobola, wa Katogota. Claude Misare ni depute wa territoire ya Uvira, ni depute wa vile ya Uvira. Si ndio vile wandugu? Na kwa sababu niko na manda yenye iko national, ndio maana mulisikia ninaitisha ministre wa transport akuja kwenye parlement, akuja jifasirie juu ya mambo yenye haitembei ku ministeri yake. Si ndio vile wandugu? Kwa sababu Claude Misare iko na manda yenye iko national, ndio maana leo alipata solution juu ya fiche blanche mu province yote ya Sud Kivu. Yani sasa hivi na watoto wa Mwenga, watoto wa Shabunda, watoto wa Walungu wanashukuru Claude Misare kwa kazi ambayo alifanya kwa kupunguza hii mzigo yenye bazazi walikuwa nayo. Tufaire confiance kwa chef de l'etat wetu, tufaire confiance kwa Vital Kamerhe, bienye viko binakuya viko vya mingi. Si hatuko gouvernement ya kusema sema. Mnajua wengine walikuwa wanakuya ni kusema sema tu. Si tunasema kidogo na tunafanya. Chef de l'etat alisema juu ya gratuite. Si walikuwa na waza ni mzaa. Lakini si watoto wiko wanasoma kwa bure. Meme si kuko magumu kidogo, kuna walimu wengine wenye hawaanza kupokea. Si ndio vile? Meme budget ya 2020, 19-20. Si mliona jinsi budget ilipanda, tunakuwa $10 milioni. Shida za mingi za wakongomani zitaenda zinapunguka. Meme polisi, si mnaona hali ya polisi? Haiko hali ya mzuri. Si mnaona teni ya polisi haina hata damu. Teni ishakauka. Tutapiganisha ili jeshi yetu ikuwe mzuri, polisi yetu ikuwe mzuri, wa walimu wetu wakuwe mzuri. Asante, tunawashukuru.